Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuitazama mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kupitia uongozi wake ama kamati yake, ambapo unavyoambiwa klabu ya soka ya Simba kwa sasa wamedhamiria kufanya ubwela pati tu, ambapo ikumbukwe Simba msimu wapo katika ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, bila kusahau klabu ya soka ya Simba Sports Club wapo katika kombe la ligi kuu ya NBC wakitaka kutetea kombe hilo ambalo kwa upande mwingine walimelipoteza kwa kipindi cha misimu minne. Sasa fahamu, kuelekea katika maandalizi haya yote tunaona Simba wameweza kumpata kocha fundi kabisa, ambapo kocha huyo anaitwa Dimitar Pandev, ambapo tunashuhudia tayari ameshaanza kuonyesha ubora wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Sasa fahamu, klabu ya soka ya Simba kupitia viongozi wao, kupitia mwenyekiti wao, hapa tukienda kumongelea jasusi Kretus Magori ambaye yupo upande wa mwekezaji ambaye ni Mohamed Dewiji, sambamba na mwenyekiti wa wanachama Murtaza Mangungu, hapo siku ya leo wameweza kufanya kikao kizito ndani ya klabu ya soka ya Simba, ikiwa ni kuelekea katika maandalizi ya kufanya vizuri katika michezo yao iliyopo mbeleni. Miongoni mwa vitu ambavyo wameweza kuvidiscuss ni mchezo wao wa tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka 2025, mchezo ambao utachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo Simba watakwenda kufungua ile hatua ya makundi kwa kucheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Atletico Petro de Luanda kutokea nchini Angola. Ni klabu kubwa, klabu ambayo inafanya vizuri barani Afrika, na tumeona imekuwa ikishiriki mara kwa mara kunako michuano hii mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo maandalizi yameweza kufanyika vyema kwa upande wa benchi la ufundi, lakini ndio hivyo viongozi nao wameweza kukaa kikao kuweza kujadili mchezo huo, ikiwamo na vitu vingine, mfano maboresho ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Ikumbukwe mara kwa mara wamekuwa wakipitia tathmini na mwenendo wa kikosi hiko. Kwa hiyo tunaona viongozi wengine ambao wameweza kuhudhuria katika kikao hiko ni Mwina Kaduguda ambaye wote tunamfahamu ni miongoni mwa viongozi hatari kabisa wa klabu ya soka ya Simba, akiwa ni mkongwe. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine kikao, kwa mujibu wa taarifa, ni kwamba mambo yamekwenda fresh na viongozi wa Simba wamekubaliana kwamba safari hii Simba Sports Club itakwenda kufanya vizuri na watakwenda kukata na kikao na wachezaji wa klabu ya soka ya Simba ili kuweza kuwapa motisha ama kuwa motivate kuelekea katika mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika na zile hamasa za hapa na pale, na kuweza kutoa hamasa labda ya fedha ili waweze kufanya vizuri katika michuano hii mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Vile vile wameweza kuzungumzia mchezo wao wa tarehe 28 ambapo Simba Sports Club anatarajia tena kucheza mchezo mwingine wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo mchezo huo Simba Sports Club hatakuwa katika nchi ya Tanzania, atakuwa katika nchi ya Mali akicheza dhidi ya Stade Malien. Kwa hiyo viongozi huenda wasiwepo. Kwa hiyo kwa upande mwingine wameweza kuzungumzia na mchezo huo, lakini kwa sasa jicho lao la tatu lipo katika mchezo huo ambao wanakwenda kucheza hapo siku ya Jumapili dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Atletico Petro de Luanda kutokea nchini Angola. Mambo yamekwenda fresh, viongozi wametoka wakiwa na furaha, na wengi wanaamini kwa Simba hii chini ya kocha Dimitar Pandev, basi kwa upande mwingine itakwenda kufanya vizuri kuelekea katika mchezo wao huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo mikakati ni mingi, mipango ni mingi ili Simba aweze kufanya vizuri na kuweza kuqualify mpaka robo finali, ikiwezekana kabisa wasiishie robo finali bali waweze kufika katika hatua ya finali michuano hii mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu uwekezaji ni mkubwa. Kwa upande mwingine Simba wameweza kusajili wachezaji wengi wazuri. Bwana, tuambie neno la comment kuhusiana na kikao hiki ambacho Simba wameweza kukifanya. Je, kitaweza kusaidia Simba kuweza kufanya vizuri? Na kama unaamini Simba itakwenda kufanya vizuri, like video yetu, usisahau tu kucomment na kusubscribe. Asante kwa kuwa nasi, bye bye.